الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إن شاء الله تعالى tutaendelea yale mambo sita ambayo kwamba ni wajibu kwetu sisi kuwa nayo. Tulizungumza jambo la kwanza, tukiendelea kueleza ni adhimatu bilrizqi, kuwaadhifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa riziki ambayo kwamba alokuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuaje tunasema ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatoa kwa kadar ambayo kwamba alokuandikia katika makadiri yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaeleza ya kwamba tutazungumzia aina ya riziki. Kwanza, baadhi ya salafuna salih wametwambia maneno kama haya, wametwambia laysa rizqu kathratul mal, riziki haitoshelezi ya kuwa wewe umeruzukiwa ukiwa na mali mingi, haitoshelezi ya kwamba unapopewa mali mingi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi wewe umeruzukiwa sana. Asema laysa rizqu kathratul mal, haijabakia peke yake kuwa riziki ni wewe kuruzukiwa na mali mingi, walakinna rizqa ma nafa'aka fi dinika wa dunyaka. Riziki ya uhakika, riziki ya kisawa sawa ni ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku jambo ambalo kwamba ni manufaa kwako wewe katika dini yako na manufaa katika dunia yako. Asema riziki yenye kutosheleza ni ipi? Waja wema wamesema ya kwamba riziki yenye kutosheleza ni ile ambayo kwamba yenye kukunufaisha wewe, yenye kuninufaisha mimi katika maisha ya kidunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia afya nzuri, hiyo ni riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia watoto, hiyo ni riziki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia mke, hiyo ni riziki. Asema riziki kamili ni ile ambayo kwamba ni riziki yoyote yenye kukunufaisha wewe katika maisha ya kidunia na yenye kunufaisha wewe maisha ya akhera. Anwaa riziki, sampuli za riziki wanazuoni wakasema ni sampuli mbili. Kuna rizqul aam wa rizqul khas. Kuna riziki ambayo kwamba wamepewa waja wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sampuli za riziki ni mbili. Sampuli ya kwanza ni ar-rizqul 'am, riziki ya watu wote, waja wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani yake wakiwemo hayawani, ndani yake zikiwemo miti, ndani yake ikiwemo bahari, ndani yake ikiwemo kila aina ambacho kwamba kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni rizqu 'am. Wama min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, chochote ambacho kwamba ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ashakiandikia riziki yake. Uwe utamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ashakuandikia riziki yako. Iwe wewe si Muislamu, iwe wewe ni Myahudi, iwe wewe ni Mnaswara, yoyote ambayo kwamba ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni riziki 'am, riziki ya watu wote. Akaendelea akasema ar-rizqul khas, yani riziki khaswa ya watu waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wakatuambia ni sampuli tano. Sampuli ya kwanza ni al-iman. Wewe kuruzukiwa na imani ni riziki kubwa sana.
mtu akiruzukiwa na imani, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwamini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwamini malaika, kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kheri ndani ukaiamini na shari ndani yake ukaiamini. Yoyote kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukapata kadari njema, utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukaomba pia utamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo riziki ya kwanza ni al-iman, mtu kuruzukiwa imani. Baada wewe usharuzukiwa Uislamu ukapata imani, hauwezi ukawa muumini isipokuwa uwe Muislamu. Hauwezi kusema wewe si Muislamu ni muumini, haliwezekani. Muumini ni sharti uwe ni Muislamu, lakini si sharti uwe Muislamu patikane wewe uwe ni muumini. Kwa hivyo imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sharti mimi na wewe tuijue ni riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni al-hidayah, uongofu. Wewe ukiongozwa katika njia ya kisawasawa, ikawa wewe watenda matendo mema, ikawa wewe wawacha matendo yanayomuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uko katika uongofu, uko katika hidayah, basi ujue uko katika riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyingine akaendelea akasema al-ilmu nafi', ilmu yenye manufaa. Ikiwa Mwenyezi ilmu ya manufaa, ilmu ya kheri, ilmu ya baraka, ilmu ya kuleta watu wote pamoja, ilmu ya kusema maneno mazuri, wewe maneno yako ni mema, iwe wewe maneno yako ni mazuri, ilmu yenye kunufaisha watu, si ilmu yenye kukata watu, si ilmu ambayo kwamba yenye kutoa watu wengine ni Waislamu wengine si Waislamu, si ilmu ambayo kwamba ndani yake iwe kwa matusi. Ilmu ya adab, ilmu ya ihtiram, ilmu ya mahaba, ambayo kwamba ukizungumza watu waathirika na maneno yako. Ukiwa uko na al-ilmu nafi', ilmu yenye manufaa, ilmu yenye kufuatwa, ilmu yenye tabia, ilmu yenye mwenendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo mimi na wewe tujue ni riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine ni at-tawfiq li-ta'at, kuwafikiwa kuwa katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe nafsi yako yataka utende matendo mazuri, nafsi yako yataka swala za jamaa, nafsi yako yataka kufunga somo za sunna, nafsi yako ya kupeleka uswali swala za faradhi na swala za sunna, nafsi yako ya kupendeza mambo mazuri, nafsi yako ya kupendeza ndio kukaa katika msikiti, usome Qur'an, usome adhkar. Mwenyezi Mungu akikutilia tawfik litaati, katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo lazima ufahamu ni riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe uko katika uongofu, alafu wewe daima uko katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika biashara zako wakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika nyumba yako wakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaposimamisha swala, wewe wasimama wajue mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umetiliwa tawfiki katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo lingine, jambo la tano ni al-ikhlas wa husnul khatima, kuwa na ikhlas katika dini. Dini yataka uwe na ikhlas na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufanye kwa ajili ya yote, ufanye kwa ajili upate madaraka, ufanye upate mamlaka, ufanye kwa sababu upate cheo. Wewe waswali wainuka usiku kwa sababu ya cheo, wewe wainuka usiku kwa sababu unaisha dhiki zako tu. Utakapoinushwa dhiki zako zishaondoshwa, utakitenda swala za usiku. Wewe wasoma Qur'ani kwa ajili umefidiwa,
kuna jambo limepatikana, umepata hasara katika kazi zako, maisha yako hayaendi, nyumba yako haiko sawa, watafuta Qur'ani usome, watafuta mwalimu akusomee Qur'ani, watoa kwa ajili ya mambo yako yatekeke. Wewe watoa, ukiulizwa kwa nini? Wale mmebarikiwa na mambo, sasa nikitoa nitapata. La, acha wakati. Ni lazima uwe na ikhlasi katika dini. Uwe kila unalolifanya wafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiulizwa kwa nini watoa, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasoma Qur'ani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasimamisha swala tano kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasiangalia familia yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila unalolifanya uwe utafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa husnul khatima, na kuomba mwisho mwema, mwisho mzuri, mwisho atakaoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu ambaye kwamba akhir qawli, maneno yake ya mwisho katika maisha yake akisema la ilaha illa Allah, dakhala aljanna. Akiwa katika kilima cha la ilaha illa Allah, basi msadiki mtu kama huyo amepata mwisho mwema. Na kilima cha la ilaha illa Allah hupatikana katika daima uwe katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani matendo yako yawe mema. Wewe umekufa katika swala ya msikiti, wewe umekufa waenda msikitini, wewe umekufa katika tasbihi, wewe umekufa katika Qur'an, hiyo ndio husnul khatima, mwisho mema. Angalia mwisho mema wako utamalizikia wapi? Angalia katika maisha yako, mimi na wewe mwisho wetu utatupata wapi? Katika hali gani? Tukitaka husnul khatima, tukitaka mwisho mwema, tukiangalie tuko vipi na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alaka yako na Mwenyezi Mungu iko vipi? Mahaba yako na Mwenyezi Mungu yako vipi? Mahaba yako na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako vipi? Namna gani unavyopenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Namna gani Mwenyezi Mungu yuko katika moyo wako? Ukiwa Mwenyezi Mungu yuko katika moyo wako, daima utatembea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wale ambao kwamba yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, wenye kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali wamesimama, hali wamekaa, hali wamelala. Kwa kila aina watu wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu yuko katika usingizi, ni usingizi kwa macho, lakini si usingizi wa moyo. Moyo uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Macho ndio yamefungika, lakini moyo uko wazi. Umelala kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushachukua udhu wako katika usingizi, ushasoma adhkari zako kabla hujalala, ushamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umelala ili hali moyo wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umelala ili hali moyo wako umeelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio utapata husnul khatima. Angalia maneno yako ya mwisho ni maneno gani kabla hujalala. Jiangalie mimi na wewe, maneno gani tunayozungumza kabla hatujalala? Ama baada ya kuangalia World Cup ndio tulale? Baada tushamaliza kuangalia mpira, wengine tushalala, tuko na huzuni, timu zetu zimefungwa. Wewe katika moyo wako umelala, waangalia asubuhi utajibu watu nini? Yani timu yangu ishafungwa, asubuhi nitawaambia watu nini? Nitatoa sababu gani za kuwa mimi nimefungwa? Ama nitainuka na furaha aina gani timu yangu imepata? Wewe umelala na fikra ya timu, wewe wainuka na fikra ya timu. Vipi utapata husnul khatima? Vipi tutapata mwisho mwema tutakapolala? Utakuja vipi husnul khatima ikiwa malazi yetu yatakuwa ni hayo? Malazi ya kufikiria shahwa dunia, kuangalia shahwa za ulimwengu, shahwa za nafsi zetu. Watu wanazuoni walikuwa wakilala macho lakini hawalali moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam moyo wake ulikuwa haulali, moyo wake ulikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Wangapi ambao kwamba waliopita waja wema walikuwa wakiswali salatul fajri kwa udhu wa swala ya isha? Wangapi? Kina Imam Shafi yuwaswali salatul fajri kwa udhu wa swala ya isha. Huyo mtu amelala aina gani? Amelala akiwa vipi? Husnul khatima tutaipata namna gani? Sisi tunataka kuomba husnul khatima. Ni riski kupata husnul khatima, lakini tuangalie husnul khatima tuitafuta namna gani? Kama vile tunavyotafuta maisha, ndio tutafute akhera. Akhera yatafutwa, na kutafutwa kwa akhera ni amali. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an Karim, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia tabarakalladhi biyadihi al-mulk, hakika ufalme wa uhakika aliomiliki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mfalme wa uhakika. Atuambia Mwenyezi Mungu katika Qur'an kwamba tabarakalladhi biyadihi al-mulk, hakuna ufalme uliokuwa katika mkono isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna makadiri yoyote, hakuna uwezo wowote, hakuna hila yoyote, hakuna kunyaja wowote utakaokuwa isipokuwa milki ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliojalia uhai akaujalia umauti. Kwa sababu gani ametuletea umauti na uhai? Kwa sababu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni amali gani njema tutakaoifanya mimi na wewe tupate husnul khatima? Hiyo ndio riziki. Aina ya riziki tumesema, aina ya riziki ni aina mbili. Kuna rizqul aam wa rizqul khas. Kuna riziki ya watu wote, aam ya watu wote. Wama min dabatin illa ala Allahi rizqa. Kila kidogo katika ardhi kina riziki yake, uwe ni mwema uwe ni mwovu. Lakini riziki ambayo kwamba haswa ni hizi riziki tano ambazo kwamba tulizungumza. Ni riziki ya imani, kupewa imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na riziki ya mwisho tukasema upate husnul khatima, mwisho mwema, ambao kwamba tuombe kwa Mwenyezi Mungu tupate mwisho mwema. Na leo ni usiku ambao kwamba wa kheri, usiku wa baraka, usiku wa Lailatul Jumaa, usiku wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukithirisheni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ulimwengu wetu umejaa hamu, umejaa hamu, umejaa mashaka, umejaa taabu, umejaa kila aina ya balaa, na balaa zote zaingia katika mioyo. Na moyo wako ukitaka uwe na itminani, wewe dumisha swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, tanhalu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi al-raqaib wa husn al-khawatim. Tutakuwa na mwisho mwema, tutakuwa na mwisho mwema, tutakuwa na mwisho mwema ikiwa tutadumisha swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukidhirisheni kumswalia Mtume, tukidhirisheni mahaba ya Mwenyezi Mungu, tukidhirisheni mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atatupatia husnul khatima. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubadilishe ahwali zetu, atujengee majumba yetu, atunyoshee mambo yetu, atusahilishie mambo yetu, atutengezee dunia yetu, atupatie husnul khatima siku ya kuondoka kwetu. Awajalie waliokufa kutokamana na wazee wetu, kutokamana na familia zetu. Mwenyezi Mungu asijalie kaburi zao ziwe rawdatan min riyadil janna. Na yule aliyopatwa na maradhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampatie shifa. Mwenyezi Mungu atudumishe katika ibada, atujalie ibada zetu ziwe khalisan lillah, tufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupatie radhi fi dunya na atupatie radhi fi akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil